أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah tabaraka wa taala, kitabu chake kimejaa maneno mazito mengi, ila ni nani ambaye anashughulika kuyaangalia na kuyasikiliza? Nani ambaye amekaa akatulia akafuatilia kinachozungumzwa na Mola wake ndani ya kitabu chake? Ukiangalia jicho tu linavyoangalia na mambo na tunavyoishi, kwa hakika ni wachache mno wanaofanya kazi hii. Lakini Allah tabaraka wa taala, maneno anayozungumza kwenye kitabu chake yanawahusu wanadamu, na wanadamu ndio ambao wala hawajali kinachozungumzwa na Mola wao. Fikiria kauli ya Allah aliposema, idhil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun fil hamimi thumma fi nnari yusjarun thumma ila nnari yusjarun. Anapotamka haya Allah, anapozungumza haya maneno, Allah tabaraka wa taala anaelezea hali ambayo itakayowasibu wanadamu. Idhil aghlal, watakapokuwa wamefungwa mapingu ya motoni, pingu za moto wamefungwa nazo katika shingo zao, wamebanwa. Fi anaqi wasalasil, na minyororo ya moto watakapokuwa wamefungwa nayo. Fil hamimi, wanapelekwa katika maji ya moto yaliyochemka kwa ukali. Thumma ila nnari yusjarun, thumma fi nnari yusjarun, kisha wanapelekwa ndani ya moto, wanachomwa. Nafikiria haya maneno mengi kama haya kwenye Qur'ani yako mengi. Allah anasema watu watatiwa mipingu ya moto. Pingu zenyewe zile hazishikiki, kwanza za moto hazishikiki, ni za Jahannam, lakini ndio hizo zinazochukuliwa malaika wanakufunga nazo. Kuzishika hazishikiki, lakini wanakuja kukubana sawa sawa shingoni. Lakini sio hizi, akasema kisha minyororo ya moto wanafungwa nayo, wanapelekwa kwenye maji ya moto, wananyweshwa. Wanatamani maji, wakipelekwa hawayataki kwa sababu hayafikiki, lakini malaika wanakunywesha. Ukitoka huko, thumma bin nari yusjarun, wanapelekwa kwenye moto wa Jahannam, wanaenda kuchomwa. Hebu fikiria hii hali, alafu na kile ambacho unaona leo kwamba kwa hiki nikachomwe tu huo moto. Upime, yani fanya tathmini maisha unayoishi nayo, kama ni hatarishi mbele ya Allah, kwa kweli ni jambo zito. Angalia hii aya nyingine akasemaje? Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum, watu wabaya watajulikana siku ya Kiyama kwa alama zao. Fayukhadhu bin nawaswi wal aqdam, watakamatwa nywele za utosi hizi na nyayo zimeunganishwa. Hizi nyayo hizi zinakutanishwa na utosi hivi, vimekamatwa pamoja. Leo unambana kambale leo duniani hapa. Sasa siku ya Kiyama itakuwa ni wewe ambaye wewe leo ndio unamuonea au unamfanya hivyo kiumbe mwenzio. Sasa siku ya Kiyama ni binadamu, nyayo zinabana na utosi, binadamu huyo. Aya nyingine akasema khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin, kisha katika unyororo. Haya ni maneno ya Allah jamani, maneno ya Allah, maneno yako ndani ya Qur'an. Dhar'uha 70 dhiraman fasluquhu, unyororo wenye dhiraa 70 mtatizeni, muingizeni. Wafasiri wakasema muingizeni aliyetumia Allah tabaraka wa taala. Unyororo unaingizwa kwenye matokeo ya haja kubwa, unakwenda kutokea kwenye mdomo, kinywa. Unyororo umeingizwa kwenye njia haja kubwa, umeenda kutokea kwenye kinywa, halafu na mwingine anaingizwa, na mwingine anaingizwa, na mwingine anaingizwa. Malaika wanaburuza, wanaenda kumwaga huko. Yanamsubiri nani mambo haya, ndugu zangu? Allah atupinge na adhabu ya moto. Asalamu alaykum.